Kwa hiyo nimesema wimbo huu wa Tenzi za Rohoni namba 26, kwa Yesu unipendaye, una mambo 10 ambayo Mungu anajifunua katika hayo, na hapa nitakuorodheshea tu. Jambo la kwanza, Mungu anajifunua kama upendo. Jambo la pili, Mungu anajifunua kama kimbilio. Jambo la tatu, Mungu anajifunua kama tegemeo. Jambo la 4, Mungu anajifunua kama mtoshelevu. Jambo la 5, Mungu anajifunua kama mlinzi. Jambo la 6, Mungu anajifunua kama mwingi wa rehema. Jambo la 7, Mungu anajifunua kama mponyaji. Jambo la 8, Mungu anajifunua kama kiongozi. Jambo la 9, Mungu anajifunua kama muinua wanyonge. Jambo la 10, Mungu anajifunua kama chanzo cha baraka ya milele. Kwa hiyo huu wimbo ambao una beti 4, katika huu wimbo Mungu anajifunua katika vipengele 10 ambavyo ukipata neema ya kumjua Mungu katika vipengele hivi, umevuka hatua kwenye maisha yako. Sasa ili ufikie hatua ya kuweza kujifunza kutoka kwenye tenzi, ya kuweza kujifunza kutoka katika uimbaji, kuna mambo mawili ya muhimu maandiko yanatufundisha hapa, ambayo lazima uyazingatie ili unaposikia wimbo wa tenzi, ili unapoimba tenzi, usiimbe kama wimbo, bali lifanyike kuwa kama neno la Kristo. Tusiimbe kama utaratibu, tusisome kama tu utamaduni, lakini tusome kama sauti ya Mungu, tusome kama neno la Mungu. Maandiko yanasema kuna mambo mawili ya kuzingatia ili tufikie kile kiwango cha kuona kwamba huu wimbo tulioimba kuna kitu Mungu amenizungumzisha, kuna jambo Mungu ameniambia, kuna jambo Mungu anasema na sisi. Hatuimbi kama burudani, ndio maana zinaitwa tenzi za rohoni. Hatuziimbi ili kuvuta muda kama tunavyofanya kwenye misiba. Jamani, tuomba tuimbe tenzi 2-3 wakati watu wanasogea, na ni kosa kubwa mno kufanya kama kitu cha kusubiria, kwamba wakati mnaendelea kusubiria mtumishi anapojiandaa kuja, basi tukute tunaimba tenzi. Wakati tunasubiria mwili utoke hospitali, tuimbe tenzi. Wakati tunasubiria sherehe yetu ianze, tuimbe tenzi. Hapana, ila tenzi ni neno kamili la Mungu. Tenzi ni ujumbe kamili wa Mungu. Kwa hiyo inatulazimu tufahamu kwanza mambo ya kuzingatia ili kufikia hatua ya kuona wimbo wa tenzi kama ujumbe. Wimbo wa tenzi ili tuuone kama ujumbe, tusiuone kama wimbo, lazima tupandishwe viwango kwanza ndani yetu, tuhamishwe kwanza kifikra na kimawazo. Sasa nimesema kuna mambo ya msingi mawili ya kuzingatia ili kujifunza kupitia tenzi za rohoni. Haleluya! Na hapa tutaangalia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Kwa hiyo jambo la kwanza anasema neno la Kristo likae ndani yako. Jambo la kwanza na la msingi, ili uweze kuona wimbo wa tenzi tofauti na nyimbo zingine, uone wimbo wa tenzi kama ujumbe kamili wa Mungu wako, ili upate fikra au mtazamo wa kutafakari neno la Mungu au kutafakari tenzi kama neno la Mungu, uone Mungu akijifunua. Kwa hiyo lazima neno la Kristo likae ndani yako. Nakumbuka siku moja tulienda kwenye huduma sehemu moja kule Chalinze. Ndio mara ya kwanza Mungu anajifunua kwangu na kutafakari wimbo na kuona kama neno. Siku hiyo tumeenda pale kwenye ile kanisa, tumefika tukaimba, tukasifu, tukaimba wimbo wa tenzi. Wakati tunaimba wimbo wa tenzi, Mungu akaleta ujumbe kile ambacho nilikuwa nimekiandaa kufundisha. Mungu akaniambia hichi hautakifundisha, lakini akanifunulia kitu kipya. Kwa hiyo wakati niko pale madhabahuni, tukajifunza kutoka kwenye wimbo nadhani namba 50 ule, tunajifunza kwa habari ya msalaba, cheti cha msalaba. Tukajifunza pale, nikamshangaa Mungu sana, kwa kuwa sikujiandaa, lakini yeye mwenyewe alishuka moja kwa moja akasema na kanisa lake kupitia ule wimbo. Kwa hiyo na hapa katika kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 16, Bwana asifiwe sana, anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote
mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hiyo anasema ya kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, halafu mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, nyimbo na tenzi za rohoni. Kwa hiyo imetupasa kufundishana kwa tenzi za rohoni. Haleluya! Lakini ili tufikie kiwango hicho cha kukaa na kufundishana na kuonyana, yani kuelekezana, yani kuonyeshana njia halisi au njia sahihi ni ipi, kupitia zaburi, kupitia nyimbo, kupitia tenzi za rohoni, lazima kwanza neno la Kristo likae ndani yetu. Kwaya hazipo kwa ajili ya kutuburudisha. Kwaya hazipo kwa ajili ya kutufanya tujisikie raha. Mimi huwa napenda kipindi cha kwaya. Ile kanisa ninachoenda pale ni kwa sababu kuna kwaya nzuri, na ubaya kwaya zinaanza zimeshuka chini zinaelekea, na kinachoinuka sasa ni kusifu na kuabudu. Kwa hiyo mtu hata yuko kwenye kwaya, lakini wimbo atakaotunga ni wimbo wa kusifu na kuabudu. Tuimbe, tufurahi, tushangilie. Hatuoni ujumbe kwenye ile kwaya. Kwaya ambazo zitakemea dhambi hazitauza. Kwa hiyo watu hawatapenda huo wimbo. Hatutungi nyimbo za hivyo. Kwa nini tumefikia hatua hiyo? Neno la Kristo haliko katika makao yetu, halikai ndani yetu. Kwa hiyo hatuwezi kufundishana, hatuwezi kuonyana kupitia nyimbo, kupitia zaburi au kupitia tenzi. Kwa hiyo ili tufikie hatua sasa tenzi iwe na ujumbe wa Mungu kwenye maisha yetu, tuitafakari kama neno kamili la Kristo. Mungu ajifunua kupitia nyimbo hizo, Mungu ajifunua kupitia maandiko ya tenzi. Lazima tufikie hatua ya kukaa, neno la Kristo likae ndani yetu. Anasema let the word of Christ dwell in you. Kukaa ndani yako, sio kukalili. Unajua Yesu Kristo alisema ya kwamba ninabisha hodi moyoni mwako, ukinifungulia moyo wako mimi nitaingia ndani yako. Mimi pamoja na Roho Mtakatifu na Mungu Baba tutafanya makao ndani yako. Kwa hiyo ile hali ya zamani ambayo tulikuwa tunasema katika lile sanduku la agano linamtambulisha Kristo, ya kwamba ili tupokee au tukutane na Mungu tunaangalia sanduku la agano liko wapi, madhabahu liko wapi, kanisa liko wapi. Ile hali ilishapitwa na wakati. Bwana asifiwe sana. Tuko kwenye hali nyingine ambayo Kristo na Mungu na Roho Mtakatifu wanatutaka tuwape nafasi. Ukisoma version tofauti la andiko hili utagundua namna ambavyo kukaa, neno la Kristo kukaa ndani yetu ina tafsiri pana zaidi ya kukariri. Nafahamu wazi juu ya agano jipya. Soma kwenye kitabu cha Ibrania, Mungu anavyojaribu kutofautisha agano la kale na agano jipya. Anasema katika agano hili jipya Mungu atakachokifanya, ataziandika sheria zake katika mioyo ya watu. Zamani sheria zilikuwa zimeandikwa kwenye vibao. Ukija kanisani unatakiwa ukute hapa umeandikwa usiue, ambao itabidi usizini, usitamani mali ya jirani yako, waheshimu baba yako na mama yako, uwe na Mungu mmoja tu, iheshimu siku ya Sabato, usiwe na miungu mingine na kuendelea kwenye vibao. Lakini katika agano hili jipya anasema mimi Mungu nitaziandika katika mioyo yao, na anasema ya kwamba atakapoziandika zile sheria katika mioyo yao, awe mdogo awe mkubwa, maanake ni asiye na cheo na ambaye ana cheo, wote kwa pamoja watamjua Mungu. Maanake ni kwamba nitakapoandika sitaweka upendeleo labda kwa mhubiri, sitaweka upendeleo labda kwa mchungaji, sitaweka upendeleo kwa mzee wa kanisa. Asije akasema mtu kwamba mimi bwana sikuwa na cheo kanisani, kwa hiyo ndio maana nilikuwa hivi na hivi. Hapana. Mungu anasema katika mioyo yenu wote, mkubwa hata mdogo,
wote watapokea ile neema ya kuandikiwa sheria za Mungu katika mioyo yao. Sasa zile sheria za Mungu ndani yake ndiyo makao ya Mungu kukaa ndani yake. Soma kwenye Yohana 15 pale anasema, mkinipenda mtazishika sheria zangu au amri zangu. Sasa kuzishika maana yake ni kumruhusu Mungu afanye makao ndani yako. Kwa anasema neno la Kristo likae ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo likae, lifanye makao, sio lipite, sio litumie tu kwa majina. Bwana asifiwe sana. Ukikutana na changamoto sema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Kwa nini? Kwa sababu una changamoto, lakini sivyo inavyotakiwa. Linatakiwa lifanye makao pale, liishi pale, sio kwa majira, sio kwa nyakati. Katika hali ya dhiki, katika hali ya kupata, katika hali ya kutokupungukiwa, katika hali ya kupungukiwa, majira yote ndani yake kuwe ni makao. Haleluya! Maandiko yanasema katika Warumi sura ya 12 ya kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Miili yetu inafanywa kuwa hekalu la Mungu. Maana yake nini? Miili yetu inakuwa nyumba ya Bwana. Daudi anasema kwamba nalo litamani Mungu ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Haleluya! Ni utafakari wema wake na ukuu wake. Sasa nyumbani mwa Bwana sio kwenye jengo fulani, nyumbani mwa Bwana sio kanisani, nyumbani mwa Bwana sio mahala fulani, bali ni kwenye moyo wako. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anataka neno lake lije likae ndani yako. Na neno lake ni nini? Kusoma vizuri hiyo tafsiri hapo, neno lake anasema ni ujumbe wa Kristo. The message of Christ shall dwell in you. Ujumbe wa Kristo ukae ndani yako, kama alivyomwambia Joshua ya kwamba uyatafakari maneno haya. Anasema kwamba yasiondoke katika kinywa chako. Hapo maana yake ni kwamba unaposikia neno la Mungu, kwanza usifanye haraka kutoka nje. Najua watu wengi wanasoma neno la Mungu wakiambiwa leo utahubiri, ndio anaanza kusoma neno la Mungu, anaandika. Kwa nini? Anachokitafuta ni kukitoa, lakini hasomi ili kikae ndani, anasoma ili aende kukitoa nje. Lakini Mungu anamwambia Joshua, maneno haya yasiondoke katika kinywa chako, yasitoke nje. Haleluya! Ndio maana anasema neno hili likae kwanza ndani yenu ili muweze kufundishana. Sasa kabla hujakimbilia kufundishana, kabla hujakimbilia kufundisha wengine, lile neno lifanye makao ndani yako, lile neno liishi ndani yako, litengeneze ukomavu ndani yako, kukaa kwa wingi ndani yako. Maana yake lipate muda wa kutosha. Hili jambo ni jambo la muda mrefu, ni jambo endelevu, sio jambo la muda tu. Ni jambo ambalo halitakiwi kuwa la Jumapili tu, sio jambo la majira, sio jambo la majira. Ni jambo ambalo ni endelevu, ni jambo ambalo linapaswa kuzingatiwa majira yote. Kwa hiyo kukaa ndani ya Kristo, kudwell ndani ya Kristo, kunahitaji uwe na muda zaidi na Mungu, kunakuhitaji uwe karibu na Mungu, unakuhitaji utengeneze nafasi ya yeye kujifunua zaidi kwenye maisha yako. Haleluya! Kwa hiyo hicho kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, Mungu anatufundisha ya kwamba inatulazimu kuhakikisha neno la Kristo linakaa kwa wingi ndani yetu. Na hili neno la Kristo nimewaambia ni ujumbe wa Kristo kwetu. Ikiwa neno la Kristo halitakaa ndani yetu, maana yake hatutaweza kufikia hatua ya kutafakari nyimbo za tenzi za rohoni kama ujumbe wa Kristo. Kuna version hapa inaitwa Message Bible, inasema let the word of Christ the message. Bwana asifiwe sana. Acha neno la Kristo, ule ujumbe wa Kristo, have the land of the house. Yani neno la Mungu likae ndani yako. Maana yake ni neno la Mungu liongoze
maisha yako, liongoze nyumba yako unapoishi pale. Nyumba ile haijiongozi, ina kiongozi. Bwana asifiwe sana. Kiongozi anafahamu ratiba ya kuamka ni saa ngapi. Kiongozi anapanga, jamani, leo tutakula nini. Kiongozi anajua, jamani, leo tunalala saa ngapi. Kiongozi anajua, jamani, sasa hivi tunafunga nyumba, tunatoka nje. Kwa anasema tulifanye lile neno la Mungu, tulipe nafasi ya kuongoza. Sisi tunakuwa ni hekalu, sisi tunakuwa ni nyumba, tunakuwa ni nyumba ya Mungu, na nyumba ya Mungu tunampa Mungu nafasi wa kuongoza. Mungu aangalie yeye aweke wapi meza, Mungu aangalie aweke wapi kabati. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa. Kwa neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu, tulipe nafasi, tuliache lifanye linavyotaka. Tusimpangie Mungu, tumwachie Mungu. Wewe ndio unatujua vizuri, hii nyumba ni ya kwako. Unafahamu ya kwamba ukiweka pazia la aina hii utafurahishwa. Tangu lini nyumba yenyewe ikajiamulia, mimi hapa sasa nataka pazia la bluu? Hapana. Lakini mwenye nyumba anasema, mimi nikiweka pazia la bluu najisikia raha. Mimi leo nikisema leo tunakunywa uji najisikia raha. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe nyumba yake, na tukishakuwa nyumba yake, maana yake tunamruhusu sasa yeye Mungu awe kiongozi wetu. Yeye aamue nini cha kufanya katika nyumba yake, nini cha kuendesha katika nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna mfano katika Yeremia. Yeremia anatoa mfano wa mfinyanzi, anasema inawezekanaje chungu kikamuuliza mtengenezaji au mfinyanzi kwamba mbona hapa umeniumba hivi? Lakini jambo hilo haliwezekani. Chungu hakiwezi kumuuliza mbona hapa umeniwekea kikona, kiko kita kimetulia. Mfinyanzi anakifinyanga anavyopenda. Ni sawa sawa na nyumba unavyoijenga. Wewe ndio unayeamua kwamba hii itakuwa dining, hii itakuwa ni master bedroom, hii itakuwa ni chumba cha wageni. Wewe ndio unayeamua iweje. Vipi je, siku moja chumba kinakwambia no, sitaki uje ulale humu, itakuwaje? Yaani kuna muda ambapo unafikia yule kuku unayemfuga ameamua siku hiyo, ameingia ndani kwenye makochi, amekunya pale kwenye makochi, kuna kasiriko, unasema wewe, mimi ndiye kuongoza. Yule kuku aliyekuja hapa mkamateni, mchinje tule. Kwa nini? Una mamlaka naye. Kwa hiyo umemwekea mipaka, ukamwambia wewe utaishi kwenye banda lako hili, nikikufungulia nitaamua mimi muda wa kukufungulia. Kwa hiyo nitakafungulia labda utatoka saa 12, utatoka nje saa 1 utarudi, nitakufungia tena. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu anataka lile neno tulipe nafasi, tuliache liingie ndani yetu, lifanye litakavyo, lituongoze. Kwa hiyo lazima tulipe nafasi neno la Kristo liwe kiongozi kwenye maisha yetu, liongoze maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia anasema give it plenty of room in your life. Achia chumba, lipe nafasi. Bwana asifiwe sana. Yaani kama unatamani uishi kwenye chumba kikubwa kina nafasi toshelevu, uwe huru. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linataka. Linataka ulipe nafasi, linataka ulipe uhuru, ulipe nafasi ya kutawala. Bwana asifiwe sana. Yaani ufikia hatua ya kwamba Kristo mwenyewe anasema, yule mtumishi wa Mungu kuna jambo 1, 2, 3 najua yule hawezi kufanya, ananisubiri mimi. Lakini kwa kuwa wewe haujataka kulipa nafasi neno la Kristo kwenye maisha yako, una haraka, unafanya mambo unavyotaka wewe, wakati Mungu anataka upe nafasi yeye mwenyewe ashughulike na mambo yako, ahangaike na mambo yako. Anakuta wewe tayari nafasi ile imejaa. Umeshamweka mjomba, umeshamweka shangazi, umeshamweka mtu mwingine. Kwa hiyo hapati ile nafasi ya kushughulika na maisha yako. Lakini kwa neema ya Mungu, yeye ameliachia neno lake na ametutaka tutoe nafasi kwa neno lake. Haleluya. Anaendelea kusema, anasema ya kwamba give it plenty of room in your lives, instruct and direct one another using good common sense. Bwana asifiwe.
Anasema baada ya kulipa ile nafasi kwa wingi ndani yetu, limefanya makao, linaishi pamoja na sisi. Haleluya! Ndio maana Paulo anasema kwamba si mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Ukifahamu neno hilo ya kwamba sio wewe unayeishi, anayeishi ni Kristo ndani yako, utaweka muda mzuri kwa Mungu, utampa Mungu nafasi, utamwachia Mungu uhuru wa kuhangaika na maisha yako. Haleluya! Hautamuuliza Mungu maswali mengi, hautamwambia Mungu kwa nini ulifanya hichi, ni cha kwangu, lakini utamwachia Mungu uhuru wa kuamua mambo ya kufanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili tufikie hatua ya kuona neno la Mungu ni dhahiri kwenye maisha yetu, na kwamba Mungu anajifunua kupitia tenzi za rohoni, na Mungu anaweka wazi kupitia tenzi za rohoni, lazima tuhakikishe kwamba neno la Kristo linakaa ndani yetu. Version hii inaitwa NLT, anasema let the message about Christ in all its richness fill your lives. Kwa hiyo anasema tuache ule ujumbe wa Kristo, lile neno la Kristo ambalo limefunuliwa kwetu, litawale maisha yetu yote, lijaze. Yaani ni kama wewe unakuwa kama chupa ya maji, chupa inakuwa wazi, halafu unamwambia Mungu, jaa ndani yangu. Ile chupa inajazwa na neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe hivyo, tuwe wazi mbele zake, mioyo yetu isiwe na chochote, bali tuwe wazi. Halafu neno lake Kristo, ule ujumbe wa Kristo, haleluya, ile injili ijae ndani yetu katika utajiri wake wote, yaani katika wingi wake wote, neno la Kristo lijae ndani yetu. Hapo anasema teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Mkifundishana na kuonyana, inazalishwa na ile hekima ambayo inapatikana baada ya neno la Kristo kukaa kwa wingi ndani yetu, baada ya neno Kristo kuishi ndani yetu, baada ya Kristo kutawala maisha yetu, kutawala fikra zetu, kutawala mipango yetu. Inapotawala inatupa fundisho, inatupa hekima ya kufundishana, hekima ya kuonyana, hekima ya kushauriana. Inapatikana kwa kuruhusu neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Tusipolipa nafasi neno la Mungu katika maisha yetu, tumepoteza hekima ya kushauriana, tumepoteza hekima ya kufundishana. Kwa hiyo tutaelekezana kwa fikra zetu, tutaingizana katika upotofu. Anasema kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake, maana wote watumbukia shimoni. Kwa hiyo sisi tu wazi mbele za Mungu. Hakuna ajuaye kuhusiana na kesho. Nani anajua ya kwamba kesho kutakuwa na 1, 2, 3? Kwa hiyo tukijawa na neno la Mungu, tukifunikwa na neno la Mungu, kile kitu ambacho Suleiman anasema ya kwamba Mungu ameruhusu siku ya mabaya na siku ya mema ili mwanadamu asijue yatakayompata kesho yake. Ile siri inafunuliwa kwetu, siri ya mambo ya kesho, siri ya mambo yajayo inafunuliwa kwetu pale ambapo neno la Kristo litakuwa limejaa kwa wingi ndani yetu. Neno la Mungu hili au neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Linapokaa kwa wingi ndani yetu, linaachilia neema ya sisi kujifunza kupitia tenzi, kupata nafasi ya kutafakari. Hata tunapoimba tumuone yeye, tumsikie yeye. Haleluya! Angalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29 mpaka wa 30. Mungu anatuomba, anatusihi ya kwamba tumpe nafasi, tuliache neno lake, tuache ujumbe wake utawale maisha yetu, uongoze maisha yetu, utupe kuitafakari njia yake. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya! Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kristo anatutaka tujifunze kwake,
kwa kuachilia nafasi toshelevu yeye kukaa ndani ya maisha yetu, yeye kuongoza maisha yetu, yeye kujifunua kwenye maisha yetu. Tumpe nafasi atawale maisha yetu. Kwa hiyo tunajifunza kuhusiana na mambo ya msingi ya kuzingatia ili tuweze kujifunza kupitia tenzi za rohoni. Kabla sijakufundisha hiyo tenzi namba 26, na nimekwambia kuna mambo kama 10 ambayo Mungu anajifunua katika hayo. Sasa ili kufikia hatua ya kuwa na uwezo wa kusoma tenzi ya rohoni alafu kusikia jinsi ambavyo Mungu anaweza kujifunua katika hiyo tenzi, sababu kuna majira ambayo utapita, utahitaji neno la Mungu, alafu akili yako itakuwa ni nzito. Utasoma Biblia utakuwa unaona kama unasoma gazeti. Sasa ili upate nafasi pia hata ya kusoma tenzi au kuisikia tenzi na upate ujumbe wa Mungu, lazima uzingatie mambo haya mawili. Wana si watumishi wa Mungu? Haleluya! Nataka siku moja hata wewe mwenyewe ukiambiwa njoo utufundishe neno la Mungu, uje utufundishe tenzi hapa. Haleluya! Sasa ili ufikie hatua hiyo, lazima uwe na vitu viwili ambavyo nakufundisha. Jambo la kwanza nimesema neno la Kristo likae ndani yako. Haleluya! Kukaa ndani yako maana yake lipate muda wa kutosha, lipate utulivu, lipate hali tulivu ndani ya moyo wako, lisipate disturbance. Unaona mtoto mdogo, mfano mtoto wangu namuona amekaa, hawezi kukaa dakika 5 sehemu moja, hawezi kukaa dakika 2 sehemu moja. Na mimi hicho kitu huwa sikishangai, na nikiona mtu anamfokea au anamwambia ndugu, huyu mtoto akiwa mgonjwa, yani unachokitaka atakifanya. Yani kama unataka awe mtulivu, atatulia mno, lakini akiwa ni mzima lazima utamwona tu hana utulivu. Ndivyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu akiwa ni mzima hawezi kupata utulivu kirahisi. Niko kali yako bana, na majukumu kidogo, nimebanana, nivumilie, lakini ibada moja sio kitu kibaya, takuja. Kwa sababu gani? Ni mzima. Akiwa mgonjwa, bwana nipo tu, wewe kama una nafasi ya kuja kuniona njoo. Sasa ili usifikie hatua ya kwamba inakuhitaji uwe mgonjwa ili upate utulivu wa kumsikia Mungu. Maana najua kuna watu wakiwa wagonjwa ndio wanaweza kukaa sasa kusikiliza neno la Mungu. Watu wanatoa shuhuda wengi, nasema nilipokuwa mgonjwa pale hospitalini nilikuwa napata muda nakaa naweka nyimbo, nasikiliza nyimbo fulani niliusikia, kwa kweli ule wimbo ulinibariki sana. Yaani kila mtu usikia nakumbuka ile hali. Mwingine alikuwa mgonjwa akasema nilipokuwa mgonjwa nilikuwa nasikiliza mafundisho ya Mungu, nilikuwa nasikiliza YouTube mafundisho ya Mungu. Kwa nini usubiri mpaka uwe mgonjwa? Hauna utulivu, upo kama mtoto mdogo. Ndio maana nasema kwamba yatamanini maziwa ya akili ili mpate kukua. Msiwe tena kama watoto wadogo, msihangaike, msiwe na masumbufu mengi. Tunafahamu habari ya Martha na Mariam. Hakuna utulivu. Bwana asifiwe sana. Mariamu aliamua kukaa, kutengeneza utulivu. Sasa maisha haya ya wanadamu hayahitaji sana utulivu. Yaani kukaa sehemu moja inaboa. Kama ushakutana na watu ambao wanajiuliza, hivi nyinyi watumishi mnatuambia mbinguni ni kusifu tu na kuabudu, inawezekanaje? Yaani siku zote tu unasifu na kuabudu? Inachosha bwana. Kwa nini hawataki kukaa katika jambo moja? Wanataka mabadiliko. Hivi unajua kwa nini kuangalia movie ni rahisi kuliko kuangalia mafundisho ya neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu? Movie na vitu vingi. Dakika 2 unaona wako kwenye maji wanaogelea. Dakika 1 unamwona amepanda ndege. Dakika 3 wanakimbizana. Hauwezi kuchoka. Yaani sasa hivi nikikupa simu hapo nikwambia fungua TikTok, alafu uanze kuangalia video, unaona mtoto wangu anapanda kufanya hivi. Mara anaangalia watoto wanarukaruka afanya shop. Yaani yeye kazi yake tu kubadilisha ile mabadiliko wa picha, akisikia kutokuchoka. Sasa masharti katika wokovu yanakutaka uwe na utulivu, yanakutaka ukae usikilize, yanakutaka neno la Mungu lifanye makao ndani yako, lidumu. Usilifanye kwa majira, usilifanye kwamba kipindi hichi ninaumwa. Bwana wewe ni mponyaji, neno lako linasema hivi na hivi na hivi, kwa sababu unaumwa. Lakini Mungu anataka neno la Kristo likae ndani yako, lifanye makao. Kwa hiyo nimekuambia kwamba katika Wakolosai 3:16
anasema ya kwamba neno la Mungu tulipe nafasi. Sisi ni hekalu, sisi ni jengo, sisi ni nyumba. Tunatamani au tunatakiwa tuwe na kiongozi wa nyumba. Yule kiongozi wa nyumba iwe huru kumwachia nafasi ya yeye atakavyo. Nyumba haitaki kumwambia sasa, wewe mwenye nyumba, hapa unapotaka kuweka kabati, hapana, sijisikii kuweka kabati, usiweke kabati. Ukiweka kabati nakasirika. Kwa hiyo hutaki kumwambia Mungu, majira haya sasa Mungu niache, muda hii sasa hivi sitaki kukutolea, muda huu Bwana nataka ni concentrate nijenge nyumba yangu. Hauwezi kuwa mfuasi wa Kristo alafu ukampa Mungu masharti. Lile neno nasema kwamba si mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu, sio halisi kwako, kwa sababu wewe ndiye mwamuzi wa maisha yako. Lakini ukiwa mfuasi wa Kristo, ukimpa Mungu nafasi kwenye maisha yako, yeye ndiye anayeamua, majira haya ninataka niweke kabati la nguo, halafu kona hii nitaweka cha kuwekea viatu, halafu hichi choo nitakifanya kiwe cha public. Yeye ndo anayeamua, ni mwenye nyumba. Choo hakiamui. Mwenye nyumba akisema kuanzia leo choo hichi hatutakitumia, kuanzia leo chumba hichi hata ingia mtu. Kuna nyumba ambazo zina masharti ya hivyo. Mwenye nyumba amesema kwamba hichi chumba hata ingia mtu yoyote, hata kama sio kwa uzuri, lakini tunajifunza ya kwamba amekitawala, amekipa amri. Kwa hiyo Kristo anasema lile neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu, lenyewe liwe kiongozi, liwe muamuzi wa mwisho wa kuamua wende wapi tusiende, nini kifanyike, nini kisifanyike. Haleluya! Kwa hiyo kukaa, neno la Mungu likae ndani yetu, tulipe muda wa kutosha, tulipe nafasi ya kutosha. Mstari wa 11 katika mstari wa 29 hapo tulikuwa tunasoma Mathayo 11:29 mpaka 30. Maandiko yanasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Jitieni nira yangu. Huwa tunaangalia wale ng'ombe ambao wanalima, unakuta ng'ombe huyu amefungishwa hiyo nira, huyu wa huku na wa kulia na wa kushoto wamefungwa kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Kwao wanapoenda wanaenda kwa pamoja. Huyu ng'ombe wa huku akitaka kwenda huku, inabidi na huyu waende. Ili muwaachanishe, inabidi muwatolee ile nira. Sasa Kristo anasema tujitie ile nira yake, yaani tusiende peke yetu. Soma version nyingine ya Biblia hapo, anasema kwamba walk with me, halafu work with me, kwamba tembea na mimi halafu fanya kazi na mimi. Ndio maana ya kujitia nira yangu. Haleluya! Kwa anaposema kwamba nira yangu ni laini, maanake hakuna maumivu. Nira ya ng'ombe ina maumivu. Ukiangalia wale ng'ombe au punda, mahala hapa ambapo nira inakaa, kuna muda unafikia unaona kuna yale manyoya yanaondoka, panakuwa sugu kwa sababu ile ni nzito, inawachubua. Lakini anasema yeye ya kwake sio kama hiyo, ya kwake ni laini, halafu mzigo unaovuta ni mwepesi. Sasa Mungu anatupa huo mwaliko, anatuita, anasema njooni kwangu. Wanasema sana, ninyi msumbukao. Halafu baada ya kuja kwangu mimi nitawapumzisha, lakini sitaishia tu kuwapumzisha. Nachotaka mje kwangu mjifunze. Kujifunza kwa Kristo ni kuruhusu neno la Mungu likae ndani yako. Anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu. Ukisoma version zingine za Biblia zinatafsiri neno hilo ya kwamba yeye ni mtulivu. Kumbuka wakati wamepanda wanafunzi wa Yesu kwenye boti, wanavuka kwenda ng'ambo, wakakutana na dhoruba katikati ya maji. Wanasikia sana. Ile dhoruba ilitengeneza hali ya kutokuwa na utulivu, wakaanza kuhangaika kutoa maji. Jamani, tunaangamia. Mwenyewe ni mpole. Haleluya! Sasa upole sio kutokuongea. Wana watumishi wa Mungu, mnanielewa? Upole ni utulivu wa ndani. Katika dhoruba kuna upole unakuwa nao. Alikuwa nao Ayubu. Watoto wanakufa, mifugo inaondoka, mashamba yanaharibika. Ayubu anasema ya kwamba tupate mema tu. Hapana. Halafu mwisho wa siku anasema kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa.
yuko katika hali ya upole, kodi inaisha. Mtu mmoja, of course sijui kama ni mfano mzuri, lakini najifunza tu kwa habari ya upole aliokuwa nao, utulivu aliokuwa nao. Ni mtu ambaye yeye ana madeni, ana madaiwa na watu wengi, lakini ni mtu ambaye ametulia. Haleluya! Alinifundisha kitu kimoja hatari sana. Sikufundishi usiwalipe watu, ila nijifunza ya kwamba kuna muda wewe unaweza kuwa unadaiwa, yani unakosa raha, yani unaumia, yani unavurugika, kuja kukutana na watu wanaodaiwa wewe. Kuna mtu anadaiwa lakini anakula mtoli, ndugu yangu. Yani unaenda wewe unamdai, kwamba karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu sana tuko pata nyama bwana, mleta nyama. Yani unamdai hajakulipa na hana mpango wa kukulipa, lakini kuna mtu akidaiwa hawezi kutoka nje. Ninyi hamjasikia watu wanadaiwa wanajiua? Kwa nini? Kuna utulivu umekosekana ndani, kuna kitu ambacho ndani kinafurukuta, naona hapana, hakuna ule utulivu, hakuna ule upole. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mpole, tujifunze kwake, ni mnyenyekevu. Anasema kama kondoo aendaye machinjioni. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa sijawahi kujua kondoo anachinjwaje. Wanasema ya kwamba kondoo akipelekwa kuchinjwa, akifika machinjioni, tofauti na mbuzi, yani kondoo anakaa tu, yani kwa lugha nyingine ni kama vile tunamuita ni mzubaifu, yani hana mahangaiko. Yeye anaenda tu, anakaa, anamchinja vizuri, hana shida. Bwana asifiwe sana. Ni kama kondoo wao, ndivyo alivyo Kristo. Yani alikuwa tu mtaratibu, wanamchukua wanampeleka msalabani, yani ni kama vile haoni kujisumbua kuhangaika nao. Alikuwa na utulivu. Kwa wakati dhoruba inatokea katika mahali, wanafunzi wanaona hapa tunakwenda kuangamia, yeye anaona hapa ni sehemu ya kutulia. Bwana asifiwe sana. Kwa anaenda kumwamsha, anaamka, anaona kuna hali ambayo si shwari, anaenda anatuliza bahari, anatoka hapo. Mfano mwingine, wanafunzi wake wanaona watu wana njaa, wanasema Bwana, umehubiri muda mrefu sana, hawa watu wana njaa. Kwa nini? Wana mahangaiko, yani kuna namna wanaona hakuna utulivu. Haleluya! Lakini ndani ya Kristo kuna utulivu. Unajua, ukiwa na utulivu ndani yako unakuwa hauna haraka. Shawaambia kwenye maisha, ukiwa na haraka, kwanza muda wote utakuwa hauna muda, alafu muda wote utakuwa nje ya muda. Nakumbuka hapo mwanzo nimewatolea mfano, nikwambia kwa Mungu, yani ile sentensi ya kusema kwa Mungu siku moja ni sawasawa na miaka 1000. Halafu kwa Mungu miaka 1000 ni sawasawa na siku moja. Yani ni jambo ambalo tunatakiwa kufanya wewe uishi kwa utulivu. Kwa sababu gani? Yani katika mazingira ambayo wewe unaona umechelewa sana, yani Mungu akikuangalia anasema mbona hata siku moja haijaishi. Katika majira ambayo utasema kwamba fulani ameishi muda kidogo sana yani amekufa na miaka 18, jamani, amekufa mapema sana. Yani Mungu akikuangalia anasema ndugu, ungejua huyu mtu amekaa 18 mara 1000. Miaka mingapi hiyo? Miaka mingapi inakuwa? Miaka 1018. Kwa hata katoto kakizaliwa kakakaa siku 2, siku 1, kwa Mungu kamekaa miaka ya kutosha. Kwa hiyo hupaswi kuwa na haraka, hupaswi kufurukutwa. Masumbufu yote huwa yanawapata watu ambao hawako katika utulivu, watu ambao hawajakaa, watu ambao hawajatulia. Kwa Yesu anawaambia wale wanafunzi, hawa watu wana shida ya chakula, wapeni nyinyi chakula. Haleluya! Nasema hatuna chakula. Kwa nini? Hawako katika hali ya utulivu. Kwa hiyo hata kujua ya kwamba kukaa katika Kristo, kukaa kwa Mungu, kuna yote kwake, kuna vyote kwake, kuna chakula. Wanafunzi wanaona hapa tulipo hakuna chakula, hapa tulipo tunahitaji chakula. Bwana asifiwe. Kristo anawaambia ni chakula, anaonyesha utulivu. Je, wewe ukifuatwa au ukiwa katika hali ambayo chakula kinaisha, hauna chakula, inakuwaje ndani yako? Watu wengi ndani ya kanisa, watu wengi hawana utulivu. Akiona tu leo chakula hichi ndicho kinaenda kuishi, baada ya hapo wanaanza kupiga simu, fulani nisaidie bwana, chakula changu kinaenda kuisha, sina hela ya kula, nimefukuzwa kodi, mahangaiko ni mengi. Yani mtumishi wa Mungu, ni aibu
na unamwaibisha Mungu sana, utoke kwenye maombi alafu upige simu kwa mtu yoyote yule, mwambie nilikuwa kwenye maombi lakini nina uhitaji wa chakula. Inasikitisha sana. Mtumishi, nilikuwa kwenye maombi lakini nina shida ya kodi. Inasikitisha sana. Mimi ninachokiamini ambacho ni kweli, ilitakiwa ukiwa kwenye maombi unaomba kweli, Mungu amesikia kilio chako, aniambie mimi, basi akwambie mpigie simu mtumishi fulani, unipigie unisalimie, halafu Mungu aniambie mimi. Bwana asifiwe sana, haleluya. Aniambie mimi kwamba fulani ana uhitaji fulani, mguse. Lakini usiwe na haraka. Umemwomba Mungu, amekusikia, usifanye haraka kwanza kupigia watu simu ovyo. Maombi yako yatakuwa hana maana. Atasema walokole hao wanaomba muda wote, wanaomba tu, hawana hela ya kodi, hawana hela ya chakula. Yaani wewe uko huko umetulia, yeye amekaa na jamaa mwingine wanaongea. Sema hawa jamaa haifanya watumishi. Sisi tuko bize na kazi, kaenda kushinda kanisani na maombi, alafu sasa hivi ananiambia sio ana hela ya kodi. Maana yake nini? Maombi yameonekana hayana maana. Sasa kuwa na utulivu, ndicho Kristo anachosema, mimi ni mpole, ni mtulivu. Wakamfuata tena wanafunzi wake, akamwambia Bwana, tunadaiwa kodi. Haleluya. Yesu akamwambiaje? Yuko amerelax, hana haraka, hana pressure. Tunajua kwamba kuna kudaiwa kodi. Haiwezekani, nadaiwa kodi. Kitu rahisi sana. Haya, nendeni kwenye kibwawa au kwenye ziwa, halafu tupeni ndoano yenu. Bwana asifiwe sana. Anamjua Petro, yule ni mzoefu wa uvuvi. Nenda ukifika kule, tupa kindoano, alafu ukitupa kindoano samaki utakayempata wa kwanza, mfungue mdomo, utapata hiyo. Rahisi. Baadaye Kristo akarudi kwenye Mathayo nadhani sura ya 6 pale, anasema msisumbukie mambo ya dunia hii, waangalieni kunguru jinsi wanavyoishi, kwamba Mungu anawapa mahitaji yao, wanakula, wanalala, hawalimi, hawafanyi biashara, hawaumizi kichwa, ni very easy. Yaangalieni majani. Bwana asifiwe sana. Hayaombi maji. Bwana asifiwe. Ushajiuliza kuhusiana na majani? Achana na mazao. Haleluya. Nishakujiuliza siku moja, hivi kwa nini mahindi yasingekuwa kama majani? Majani ndugu yangu, mvua moja tu. Kwanza hata wakati mwingine sio mvua, yaani wewe tu usikae eneo hilo kwa muda mrefu, kama wiki ngapi, utakuta yamejiotea yenyewe. Hayaji kuuliza jamani, mbona mtumwagilii? Mnatupita tu kila siku, maji mnakunywa wenyewe. Yametulia, yamerelax. Sasa Kristo anasema ya kwamba Mungu anayahudumia yale majani, yanapendeza vizuri, na anasema Sulemani pamoja na utajiri wake wote hajawahi kufikia kiwango cha kuishi kama yale majani. Kwa nini? Yametulia, yana utulivu. Wewe ndiye wewe unaoona kwamba mvua hakuna, ile yenyewe tu ikishapata unyevu inasema tunatoka, hatuna haraka. Angalieni mti, kuna majira matao yake yanakutika. Ulishaona mtu analalamika, bwana mnimwagilia, mbona majani yanadondoka? Umetulia zake na utulivu wake. Unasema nyinyi nioneni tu, majani yanaondoka, mmenikimbia sasa hivi sina kivuli, mmeniacha. Sawa. Kuna majira yanakuja, vitanawili tena. Nafahamu mti unaitwa Christmas, una majani fulani vimekundu. Haleluya. Kuna muda kama sasa hivi ukiuangalia umejikalia kimya, hauoni kama wa thamani, unaona ule mti hata upendezi. Njoo kwenye majira yake. Mtumishi, hebu nipige picha moja hapa. Haleluya. Wakati majira sio yake unasema hapa sioni mti wa kupiga picha. Ila ukifika kwenye majira yake unasema mtumishi, naomba picha moja mahali hapo. Kwa hiyo Mungu anataka ujifunze kwake utulivu. Sasa ukikosa utulivu, neno la Kristo haliwezi kukaa ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka tukae kwake, tujifunze kwake. Na tunajifunzaje kwake? Yeye ameturuhusu, tena ametupendelea mno. Anasema mimi na Mungu na Roho Mtakatifu tunakuja kuweka makao ndani yenu, halafu nyinyi tuacheni tu, nyinyi kaeni tu, tutaishi wenyewe. Ndio anasema kuishi kwangu ni Kristo.
Yaani Kristo ndiye anayeishi ndani yetu, yeye ndiye anayeamua juu ya maisha yetu. Kwa nini tuna wasiwasi? Kwa nini tunafedheheka? Bwana asifiwe. Tumekuwa kama wana wa Israeli ambao Mungu alikuwa anawahudumia kwa chakula. Asubuhi wanapoamka wanakutana na mana, wanakutana na nyama, wanakula, hawalimi, hawaendi kufanya biashara, lakini Mungu anawahudumia. Lakini mwisho wa siku wakamwona hafai. Kwa nini? Walikosa utulivu, walikuwa na mahangaiko. Kwa hiyo Kristo anataka tumpe nafasi yeye peke yake. Hiyo pointi narudia, Kristo anataka tumpe nafasi yeye peke yake. Amri ya kwanza, Mungu anasema utakuwa na Mungu mmoja wa pekee. Hatuna Mungu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo anataka apate nafasi peke yake. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Anasema na miili yetu na mioyo yetu ndio hekalu la Mungu. Sisi ni madhabahu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Madhabahu inampa Mungu ibada. Madhabahu ni mahali ambapo tunatoa sadaka, moto unawaka. Haleluya. Tunachochea moto katika mioyo yetu. Kwa hiyo tunachocheaje moto katika mioyo yetu? Ni pale ambapo tutakuwa katika hali ya utulivu, katika kujifunza kwa Kristo, katika kumwachia Mungu nafasi ya kutawala, ya kuongoza. Haleluya. Kwa hii version ya Message Bible nasema ya kwamba mstari wa 29 nasema walk with me and wake with me. Haleluya. Watch how I do it. Kama unajua Kiingereza, maneno ni matamu, watumishi wa Mungu. Yaani ile jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu. Anasema ya kwamba utembee na mimi, ufanye kazi na mimi, halafu angalie jinsi nifanyavyo. Yaani ungepata nafasi ya kutembea na mtu ambaye unajua ni kiongozi wako, ambaye unajua ana nguvu, ana uweza. Bwana asifiwe sana. Yaani ni kama vile mtoto wangu akiniona tukitembea naye anajisikia raha. Yaani anaweza kuniambia ninunulia simu baba. Baba utaninunulia gari? Yaani hafikirii una hela au hauna. Ila anachojua baba nataka vipi? Mwambie tu haina shida nitakununulia. Anasema haya baba utaninunulia? Basi. Usimwambie siwezi kukununulia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe mwambie tu nitakununulia. Kwa hiyo anasema walk with me and you work with me. Watch how I do it. Angalia jinsi ninavyofanya. Tembea na mimi, fanya kazi na mimi. Usiende peke yako. Wewe kazi yako ni kumwangalia yeye aliye mwanzilishi wa imani yetu. Waebrania 12 anasema tukitazama tumaini lake, tukimtazama yeye aliye mwanzilishi wa imani yetu na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye yeye aliustahimili msalaba kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake. Haleluya. Kwa tumwangalie. Anasema learning and full wisdom of grace, I won't lay anything heavy on you. Bwana asiwe sana. Mstari wa 30 anasema keep company with me and you learn to live freely and lightly. Haleluya. Yeye unajua ile bwana, I say nipe company kidogo hapa bwana, nataka niende Kibamba, sina company. Kwa anasema keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Bwana asifiwe sana. Yaani anasema uweke ushirika. Yaani Yesu Kristo awe kampani yako, kwa lugha nyingine awe partner wako, awe mtu wa karibu kwako. Anasema ukifanya hivyo utajifunza, haleluya, kuishi katika uhuru, kuishi free. Bwana asifiwe sana. Na kwa wepesi. Yeye anasema nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ni ukishakaa kwa Kristo, ukatembea naye, ukafanya kazi pamoja na yeye, ukajifunza kwake jinsi anavyofanya kazi,
huyu mtu anaamkaje asubuhi, huyu mtu anaendaje kanisani, huyu mtu anazungumza vipi na watu. Haleluya! Jinsi afanyavyo, jifunze jinsi afanyavyo. Ilitokea kwa Petro, watu wakamwambia, Bwana, wewe pia unaonekana ni miongoni mwa wanafunzi wake. Kwa nini walisema hivyo? Sio kwamba Petro alikuwa amevaa kinembo kama tunavyovaga vinembo vile kuonyesha kwamba ni shemasi, unavaa kishemasi. Hapana, ila tunatakiwa tukikuona huyu matendo yake, mbona kama shemasi, upite sehemu waseme sio kwa sababu umevaa kikola cha kichungaji waseme huyu alipovaa inaonekana ni mchungaji. Hapana, ila tukikuona nasema wewe unaonekana ni mchungaji wewe. Kwa anasema atakufundisha jinsi ya kuishi freely na haki, yaani unaishi katika ule utulivu na wepesi, yaani masumbufu ya dunia hayakuendeshi. Masumbufu na changamoto za dunia hazikuendeshi. Sasa huo utulivu ukiwa nao kwenye maisha yako, ukiwa na utulivu wa aina hiyo ambao Kristo anaishi ndani yako, neno la Mungu limetawala ndani ya moyo wako, ni rahisi sana kupata hekima. Tumesoma verse nyingine amesema he will teach you and counsel you, ya kwamba atatupa hekima ambayo kwa hiyo tutafundishana na kushauriana. Sasa hekima, kuna mahala Paulo anasema ya kwamba sasa nimeandika hapa nitawasomea. Bwana asifiwe sana. Kuna mahala ambapo Paulo anasema ya kwamba haya tunayowafundisha, haya tunayowaeleza, sio kwamba tulisoma shule, sio kwamba tulisoma vitabu, bali ni Roho Mtakatifu ametufunulia. Haleluya! Kwa hiyo tufikia hatua tunapata mafunuo. Mungu anajifunua kupitia nyimbo na tenzi kwenye maisha yetu, sio kwa sababu tumesoma, sio kwa sababu tuna degree ya theology, sio kwa sababu tuna degree au diploma au PhD ya elimu ya dini. Haleluya! Lakini kwa sababu Kristo amejifunua ndani yetu, ametufunulia yeye. Haleluya! Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumpe nafasi Kristo akae kwa wingi ndani yetu ili kufikia hatua hiyo. Haleluya. Zaburi 23:6 ndio ile anasema kwamba nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote, ni utafakari ukuu wake na uzuri wake. Haleluya. Hiyo ndio kukaa company with Christ. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, yatoe maisha yako kwa Kristo. Na hii ni tafsiri halisi ya kuokoka, kwamba umeokoka, basi maisha yako mpe Kristo, mkabidhi yeye, jifunze kwake. Angalia alivyokuwa anafanya Kristo wakati wanaenda kumkamata, waangalie. Haleluya. Yani very good. Yani nimelipenda hili neno, anasema kwamba learn how, watch, yani tazama, sio chapuchapu, yani usio na haraka, kama kutulia, au angalia, tazama jinsi nitendavyo, jinsi nifanyavyo. Wanasiwe sana. Sasa muangalia wakati Yesu anaenda kukamatwa, alafu angalia tofauti ya Yesu na wale wanafunzi wengine walipoenda kumkamata. Wale watu, kundi kubwa likatokea. Petro alivyowaona akasema, maadui wamekuja, silaha yangu iko wapi? Akakimbilia silaha. Bwana asifiwe sana. Akaenda kushambulia, kampata sikio mmoja wa watu waliokuja kumkamata Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Halafu Yesu ambaye anakuja kukamatwa yuko cool, ametulia, ana utulivu ndani yake. Haleluya. Ametulia, amerelax. Akamwambia, mmekuja kumtafuta nani? Mnamtafuta nani nyinyi watu? Wakasema, tunamtafuta Yesu Kristo. Akasema, mimi ndiye. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ile tafsiri ya kwamba mimi ndiye ndio lile jina ambalo Kristo au Mungu alimtambulisha kwa Musa, kwa wana wa Israeli. Akawaambia, mimi niko ambaye niko, I am. Bwana asifiwe sana. Wale jamaa waliposikia Kristo anajitambulisha kama Mungu, wakaogopa wote, wakadondoka chini, wakasujudu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maadui wakija kwako, unajitambulishaje? Bwana Yesu asifiwe sana.
Njia rahisi ya kumshinda adui anapokuja kwako, usijitambulishe wewe. Muulize Daudi alipomwona Goliath, hakumwambia mimi ndiye Daudi ambaye nimekutana na ndugu na simba na kuua na kuwapokonya kondoo, lakini alijitambulisha akasema, ninakujia kwa jina la Mungu wa majeshi. Maana yake nini? Hakujitambulisha yeye, ila alimtambulisha Mungu. Kwa Yesu akamtambulisha Mungu, akasema mimi niko ambaye niko. Wale watu kitu cha kwanza walichokutana nacho ni uthibitisho wa kwamba wamekutana na Mungu, wote wakaanguka chini. Bwana asifiwe sana, haleluya. Kuthibitisha kile, Mungu akawatendea na muujiza pale pale. Yule ambaye Petro alimkata Yesu akamponya sikio. Bwana asifiwe sana. Halafu akasema kuweni huru kutenda mlichokifanya, kwa kuwa hata hichi mnachokifanya mimi ndo nimeruhusu. Haleluya. Nakumbuka habari ya Elisha na Gehazi. Bwana asifiwe sana. Elisha kalala, hana pressure. Bwana asifiwe. Ukifikia hatua hii hautahangaika usiku. Leo nilikuwa na tafakari asubuhi wakati mtoto wangu ameamka, mtoto wa kike yule Heaven. Ameamka kama saa 12 kasoro. Kwa mimi nilikuwa nimekaa zangu sebuleni najisomea pale. Nilipoamka akaja. Of course chumbani kinalala peke yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na akiogopa. Nitakumbuka sisi enzi zetu. Bwana asifiwe sana. Mimi nilikuwa siwezi kulala peke yangu. Of course kuna kipindi tulikuwa tunakaa mimi na bibi yangu peke yake. Kwa hiyo bibi alikuwa ni daktari. Kwa hiyo akienda night usiku, inabidi na mimi naenda naye. Sio kule night kuna yale mavitanda ya hospitalini yale ambao wanazungushia kama kiwigo hichi, ananizungushia ile nalala. Haleluya. Lakini usiku nyumbani tukirudi siwezi kulala peke yangu. Lazima tulale chumba kimoja. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Naogopa wachawi. Unaona ndugu, ukilala hivi unaona kama ukiangalia dirishani unaona kama kuna mtu mweusi kasimama hivi kiwingu fulani hivi. Nyinyi usiku ni mrefu, hamjui tu. Bwana asifiwe sana. Lakini kitoto changu kinalala, kinaamka asubuhi, kina hofu. Kwa hiyo akamtambulisha Mungu kwa wale adui zake walienda kumkamata. Walipofika pale wakasema, kwa kunikamata kwangu ni mimi nimeruhusu. Kwa Gehazi hajalala, anasema Mungu wangu, ole watu, tumeisha. Ili deni nalodaiwa tumeisha. Hali tulionayo tumeisha, ndugu yangu, hapa hatuchomoki. Elisha ametulia akasema, Bwana, kuna nini huko nje? Amka. Mwana sisi amka. Hivi unajua kule kuna changamoto 1 2 3, umelala tu. Naambia wewe vipi ndugu yangu? Relax. Haleluya. Naambia Bwana mfungue huyo mtu macho, na yeye ashuhudie, awe na utulivu, awe huru. Ndicho fanya siku anasema and we will learn to be free and lucky. Yani mtakuwa wepesi na huru. Haleluya. Hamtakaa muwaze chakula, hamtakaa mfikirie tutaishije, tutasomaje. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi najua mimi kwa nimesha kukaa bila ada. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakati nimefika chuo mwaka wa kwanza sikuwa na ada. Bwana asifiwe sana. Lakini nilimwamini Mungu. Bwana, sikuwa na wasiwasi. Na mimi nikiwa na shida huwezi kujua. Bwana asifiwe. Dada mmoja aliyefanya kazi pale ofisini kwangu kama natoa shuhuda akasema, unajua mimi katika vitu ambavyo nimejifunza kwako, kitu cha kwanza nilichojifunza kwako ni utulivu. Anasema kuna muda nilikuwa naona mteja anakuja, yani mteja ni wa moto. Nasema Mungu wangu, kitakachotokea leo sijui. Halafu unapoongea naye, mbona huyu mtu ana utulivu sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuna watu wana changamoto, wanapitia changamoto, yani anapata pressure kiasi kwamba unaona huyu mtu hatoboi. Bwana asifiwe sana. Lakini jifunze utulivu. Bwana asifiwe sana. Katika hali ya utulivu, kuna dada mmoja ambaye tulisoma naye tuition,
zamani 2012 ilikuwa imepita karibu miaka miwili, na Bwana asifiwe sana, na yeye amepata nafasi chuoni. Sasa nyumbani kwao angalau ana uwezo kidogo. Haleluya. Akasema nakuja kukutembelea, kuja kukusalimia. Akasema karibu. Nilipokuja yeye alipata division 2, mimi nilipata division 1. Haleluya. Akapewa zawadi, akanunuliwa simu mpya nzuri. Bwana asifiwe sana. Kipindi kile smartphones ndio zimetoka, ilikuwa inaitwa Tecno J7. Haleluya. Yaani kipindi kile ndio kama mtu anapata iPhone, ilikuwa ndio simu kubwa anayo Tecno J7. Haleluya. Kuja pale kanunuliwa zawadi. Haleluya. Mimi na division yangu nina hongera. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikamwambia ndugu wangu, hongera ndugu wangu, uko vizuri, safi sana. Basi mimi nimetulia zangu, nikamwambia mimi nipo bwana, ila sijapata ada. Hujapata ada? Anatakiwa ilipe shilingi ngapi? Inatakiwa ilipo, ilikuwa nusu, ila nalipa nusu ile. Bana sio 600 nadhani kama na 50. Haleluya. Akanambia ngoja basi mimi nitakuazima afuta nirudishia. Nikasema sawa. Haleluya. Akaniazima. Hivi mnadhani alikuwa ni tajiri yule mtu? Hapa. Bwana asiwe sana. Ila aliniazima laki ngapi ile yote? Sio 1,000 wala sio 2,000, 600 tu ilikuwa. Bwana asiwe. Ni mtu ambaye hatuna ukaribu, hatujazoeana. Tuliwahi kusoma naye tuition miaka ya nyuma. Kama anaita mtumishi. Bwana asiwe sana. Haleluya. Kwa kale kama mtumishi. Nikamwambia bwana, nimepangiwa chuo hizi. Bwana asifiwe. Mungu akamtumia kufanyika kuwa suluhisho. Haleluya. Sasa sijui wewe una changamoto kiasi gani, lakini sikushauri uhangaike na simu. Usihangaike kuwapigia watu simu, kwa sababu ukikaa kwa Mungu, Mungu anakupa utulivu. Alafu anayewajibika ni Mungu. Katika changamoto yako unamtambulisha Mungu. Je, Mungu atakubali kuaibika? Yaani maana majani ni ya thamani kuliko wewe, kunguru ni ya thamani kuliko wewe? Hapana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtambulishe Mungu katika changamoto unayoiona. Unapokutana na hali ambayo unaona hapa nina changamoto, adui wamenikalia kooni, mtambulishe Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Hapa nilikuwa nakusomea Zaburi 23:6. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nitakaa, I will dwell, nitakaa, nitatulia. Bwana asifiwe sana. Nitakaa maana yake nitatulia nyumbani mwa Bwana. Maana yake nyumbani mwa Bwana sio kanisani. Sasa ninasema nyumbani mwa Bwana ni kwenye moyo wako. Mungu anafanya makao pale, ni nyumba yake. Tulia pale, weka utulivu wako pale, usiwe na haraka. Angalia jinsi ambavyo Kristo anafanya mambo yake. Haleluya. Alafu kadri unapozingatia na kushuhudia Mungu anapotenda mambo yake kwenye maisha yako, utashangaa mno. Bwana asifiwe sana. Mambo ambayo akili yako inaona hayawezekani, Mungu atakushangaza jinsi inavyowezekana. Haleluya. Niwahi kuwafundisha hapa nikawaambia, ndugu, neno la Mungu likiwa halisi kwenye maisha yako, yaani utashangaa. Yaani hutahitaji mtu aje akwambie, hutahitaji mtu akushuhudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa na uhakika na anayoyatenda, utakuwa na uhakika anayoyafanya. Haleluya. Kwa hiyo mimi ninavyokuambia kwamba utulivu ni kitu cha muhimu, ni kwa sababu nimeona Mungu katika uhalisia wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Jambo la pili, kumbuka na kufundisha mambo ya msingi ili Mungu ajifunue kwako kupitia tenzi za Roho. Haleluya. Sitaki tu niishie kukuhubiria mambo yaliyoko kwenye hiyo tenzi. Nataka hata wewe ufikie hatua hiyo. Bwana asifiwe sana. Kilichonisaidia, kilichoniwezesha kukaa chini, kutulia kwa Bwana. Haleluya. Jambo la pili ni kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, ujumbe wa Kristo
Ujifunze kwa Kristo, ufanye kama alivyokuwa anafanya yeye. Alikuwa ni mtulivu, hakuwa na haraka. Alikaa miaka 30, hana haraka, hana presha. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na utulivu Kristo. Haleluya. Kwa kujazwa Roho Mtakatifu, Waefeso sura ya 5 mstari wa 19. Tunataka Mungu ajifunue kwetu kupitia tenzi za rohoni. Tunapoziimba, tunaposoma, Mungu ajifunue, tumtafakari yeye, tupate neema ya kujua mapenzi yake hasa. Haleluya, tumsikie. Anasema hivi Waefeso 5:19, mkisemezana kwa zaburi na tenzi za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Haleluya. Sasa angalia mstari wa 18. Anasema tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Haleluya. Kwa hiyo Kristo anatufundisha, Paulo anatufundisha neno nyingine hapa, anasema ili tufikie hatua sasa ya kuweza kupata mafunuo, Mungu ajifunue kwetu kupitia tenzi za rohoni na nyimbo za rohoni, ni tujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo anasema tusilewe kwa mvinyo, bali tujazwe Roho, akiwa anamaanisha ya kwamba mvinyo ndani yake kuna ufisadi, ulevi. Sasa ukisoma ufisadi, maana yake ni uharibifu wa taratibu za utawala bora, yaani ni uharibifu, total destruction. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ufisadi unaloliona hapo linamaanisha total destruction. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye analewa kwa mvinyo, kwa pombe, mlevi, hata wewe ukimfuatilia, anafanya uharibifu wa kiutawala ndani yake, anafanya uharibifu mkubwa kwenye maisha yake kwa sababu ya ulevi. Tunafahamu watu wengi ambao ni walevi wameharibu ndoa zao kwa sababu ya ulevi, wameharibu biashara zao kwa sababu ya ulevi, wamefukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka wakati wa Magufuli kuna waziri mmoja alikuwa amelewa, sio alikuwa ni nani yule, alikuwa amelewa, ameenda kwenye shughuli zake za kisiasa huku amelewa. Waziri alivyoona ile, rais alivyoona ile clip, akamfukuza kazi. Haleluya. Kwa watu wengi wamepoteza nafasi zao, wamepoteza kazi, wamepoteza ndoa, wamepoteza heshima, wamepoteza vitu vingi kwa sababu ya ulevi. Bwana asifiwe sana. Ulevi unaharibu maisha ya watu. Ulevi ni distraction kwenye maisha ya mtu. Unalewa nini? Kuna watu wanalewa pombe, kuna watu wanalewa zinaa, kuna watu wanalewa kamari, kuna watu wanalewa sigara. Vyote vinaleta uharibifu kwenye maisha yao, vinaharibu maisha. Hawezi kufanya lolote kile bila kupata sigara. Mtumishi mmoja wa Mungu akawa ananishuhudia, akasema kuna mtu mmoja aliokoka, ila alikuwa ameathirika sana na sigara. Kwa hiyo wako kanisani wameomba, akamwambia wewe si umeokoka? Ndio. Sasa mtumishi, nimeokoka sawa, lakini ninaomba nivute japo mara moja tu. Bwana asifiwe sana. Mtumishi akasema lakini wewe umeshaokoka, lazima uache sigara. Akasema sawa, lakini hii ni ya mwisho tu. Haleluya. Ile mchungaji akasema sawa, na kuruhusu kanunue. Ainunue. Alipokuwa mchungaji akaichukua ile sigara. Sasa akaomba Mungu. Sasa Mungu, nakushukuru kwa ajili ya sigara. Haleluya. Kupitia sigara hii, ulevi uliomo ndani ya huyu mtu juu ya sigara takome. Akamwambia haya, hapa vuta. Achukua, alipovuta alipiga chafya, alikohoa. Tangu siku hiyo hakurudia kuvuta sigara. Haleluya. Mchungaji mwingine tena akanipa shuhuda, akasema kuna mtu mmoja, mama mmoja, mume wake alikuwa ni mlevi, nalewa sana pombe. Bwana asifiwe sana. Katika kulewa sana pombe, yule baba akawa anamtuma yule mama pombe.
nenda kaninunulie pombe. Yule mama akasema sawa, si mlokole? Najua wewe mlokole, sasa mume wako ni mlevi, wewe umeokoka, akikutuma pombe na wewe unajibu kwa maneno, siwezi kubeba pombe. Maneno mengi, au muokoi huyo mtu. Haleluya, watumishi wa Mungu, unanisikia? Haleluya. Sasa akamwambia yule mama, akaenda kununua ile pombe kule dukani. Aliponunua ile pombe, akarudi huko anaomba, akasema, Mungu, ikiwa wewe umeniokoa mimi, hii tabia ya ulevi kwa mume wangu ikaishe leo. Akanunua ile pombe akampelekea. Alivyompelekea, akamtengea mezani, akamwambia, baba karibu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ameokoka. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe umeokoka, na wako mlevi, unamwambia acha pombe, unamkemea kwa jina la Yesu, nakukemea uache pombe. Bwana asifiwe sana. Lakini mama akawekeza kwenye magoti, akaomba, akamwambia, baba karibu. Cha ulevi hatulia zake. Unasema, asante sana mama mlokole, leo naomba kabisa. Mama akasema, karibu baba, tumshukuru Mungu. Baba, nakushukuru kwa kinywaji hichi, asante kwa ajili ya uponyaji wa mume wangu. Amen. Bwana asifiwe sana. Anacheka walokole bwana. Alivyokunywa ona chungu, sema umeweka nini wewe? Tushukuru pombe yako, mimi sinywi bwana, nenda kunywa kwa bwana kwa wenzangu. Mwanaume yule akaondoka, akaenda kwa walevi wenzake baa. Alipofika kule akaagiza tena hapo. Alivyoagiza, alivyokunywa chungu tena. Sasa akawauliza wenzake, siku hizi pombe siku hizi zinaletewa nini? Akasema, mbona ziko fresh tu, chukua hii hapa. Akampa kitu. Alivyokunywa tena akaona yaani akinywa anakuwa anaona kama kibisi. Akaacha. Tangu siku ile ulevi kwa umekatika. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa ulevi unaleta uharibifu, unaleta ufisadi. Ufisadi, neno ufisadi lilotumika hapa linamaanisha total destruction, uharibifu. Bwana asifiwe sana. Wa kimaadili, uharibifu wa kimaisha. Haleluya. Mrudi sasa huku kwangu mniangalie. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanasema msilewe kwa mvinyo, kwa sababu huko kuna uharibifu. Ulevi unakuondolea heshima. Bwana asifiwe sana. Ulevi unakuondolea heshima. Ulevi unakufanya kupoteza thamani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa usiwe hivyo, bali ujazwe Roho. Maana yake nini? Ukijazwa Roho Mtakatifu unajengwa. Kama ulevi ulikuwa unakuharibu, Roho Mtakatifu anakujenga. Roho Mtakatifu anakutengeneza. Kama ulikuwa uheshimu, ulevi unakuondolea heshima, Roho Mtakatifu anakurejeshea heshima. Ulevi unakufanya usithaminike, Roho Mtakatifu anakupa thamani. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, acha ulevi. Haleluya. Mwambie acha ulevi. Bwana asifiwe. Naona mmeconcentrate kuangalia nje na bwana nataka mrudi. Mwambie jirani yako, acha ulevi. Ulevi sio pombe tu. Ulevi ni vitu vingi sana. Haleluya. Kuna watu wana ulevi katika mambo ambayo kwa kweli wanahitaji neema ya Mungu. Haleluya. Sasa Kristo anatuambia kwamba tujaze Roho Mtakatifu, halafu tusemezane kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Kwa nini tujaze Roho Mtakatifu? Kwa sababu kujazwa Roho Mtakatifu tutaongozwa na yeye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anasema kwamba ulevi utakuongoza maisha yako katika uharibifu, utakufanya kuwa mtu asiye na thamani, utakuondolea heshima. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, ukijazwa Roho Mtakatifu, utapata heshima, utajengwa, utakuwa na thamani. Bwana asifiwe. Utaimarishwa katika Roho Mtakatifu. Sasa ili tufikie hatua hiyo, inatulazimu tufike katika kiwango hicho
cha kujazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe, haleluya. Roho Mtakatifu ni msaada kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu ndiye kiongozi kwenye maisha yetu, haleluya. Safari yetu hii, ili Mungu ajifunue kwenye maisha yetu, tunahitaji Roho Mtakatifu. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Ili Mungu ajifunue kwenye maisha yetu, tunahitaji Roho Mtakatifu. Ili tulione neno la Mungu kwenye tenzi zetu, tunahitaji Roho Mtakatifu. Sio elimu ya darasani. Hakuna elimu ya darasani inaweza kukufundisha wewe kutafsiri neno. Haleluya, Bwana asifiwe. Itakupa tu hints, itakupa dondoo. Bwana asifiwe. Elimu ya darasani itakupa dondoo, lakini Roho Mtakatifu yeye atakufunulia, atakufundisha. Yeye ni mwalimu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa ile kumwita Roho Mtakatifu ni msaidizi, haimaanishi kwamba ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anahubiri kuhusiana na mambo ya ndoa, akasema mke wanaume tumepewa kama msaidizi. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sasa msaidizi hamaanishi ni mdhaifu. Kwa mfano mimi natakiwa labda kuingiza gunia la mpunga ndani. Bwana asifiwe sana. Siwezi, si ndio watumishi wa Mungu? Je, nitaita msaidizi ambaye ninamzidi uwezo? Inawezekana? Yaani wewe unataka msaada, gari lako limekwama, ulivute kutoka kwenye matope, unatafuta gari ambalo unalizidi uwezo, unatafuta pikipiki, unatafuta linalo kuzidi uwezo. Bwana asifiwe sana. Kwa kama mimi natafuta mke kama msaidizi, lazima nitafuta ambaye ananizidi uwezo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akija kwangu kwa mtazamo ya kwamba yeye ni msaidizi wa chini, maana yake amekosa nafasi yake. Haleluya. Kwa hiyo itafikia hatua atakuwa ni mtu wa kulalamika. Itafikia hatua atakuwa anaona huyu baba anakosea sana. Kwa nini? Hajajua uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Lazima wewe uwe na uwezo zaidi ya kuona mimi nina mapungufu 1, 2, 3. Haleluya. Unisaidie, unishauri, lakini sio uniongoze. Si ndio watumishi wa Mungu? Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu ndiye msaada wa kwanza wa kutusaidia kupata mafunuo katika kufahamu nini ambacho Mungu amekusudia kupitia tenzi pia. Waefeso 1:17, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Haleluya. Kwa hiyo lazima tujaze Roho Mtakatifu, na ndio maana wewe unayemwamini Yesu Kristo hauishi tu kukiri. Haleluya, Bwana asifiwe. Alafu unapoenda kushuhudia usimlazimishe mtu tu akili, hapana. Mlazimishe mtu aamini. Bwana asifiwe. Yaani kukiri ni matokeo ya kuamini. Sasa usipeleke injili ya kukiri baada ya kupeleka injili ya kuamini. Bwana asifiwe. Nafahamu nenda kumshuhudia mtu anakuambia mimi nilishakukiri hiyo Sara, labda tu naweza nikarudia, lakini sio mbaya. Kwa nini? Wewe ulimweleza tu kiri. Ni rahisi sana mtumishi, yaani tu unakiri maneno tu haya ninayokusemesha unayarudia hivyo, simple tu. Ndio. Bwana asifiwe sana. Lakini haitakiwi kuwa hivyo. Lazima aamini kwanza moyoni mwake. Haleluya. Akishaamini akiri. Huwezi kukiri usichokiamini. Bwana asifiwe sana. Utaulizwa swali, tumekusikia unakiri 1, 2, 3, ni kweli? Hapana, sijui hivi nisemaje. Kwa nini? Kwa kuwa hakikuwa ndani yako ukukiamini. Haleluya. Kwa hiyo Kristo anasema Mungu wa Bwana wetu Kristo atujalie sisi, atupe roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye, ili tumsikie Mungu, ili tumfahamu Mungu kupitia tenzi, tusemezane kwa tenzi, tufundishane kwa tenzi. Tunahitaji roho ya hekima na roho ya ufunuo, ambao kwa lugha nyingine ni Roho Takatifu kwenye maisha yetu. Ukiona
mambo hayaendi inavyotakiwa, ukiona watu hawajifunzi kwa Kristo, ujue Roho Mtakatifu hayupo ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Hata Kristo katika utendaji wake kazi, mwanzo kabisa tunapoona anapoanza huduma, kwenye kufunga tu tunaambiwa kwamba Roho akamchukua hata nyikani afunge kule siku 40. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo anaanza huduma na Roho Mtakatifu tena tangu akiwa tumboni kwa mama. Bwana asifiwe sana. Soma kwenye Luka nadhani sura ya kwanza ile mstari sura ngapi? Nani huyu Elizabeth mama yake na Yohana Mbatizaji anakutana na Mariamu. Wanapokutana na Mariamu, yule mama anasema ya kwamba tulipokutana Roho wa Mungu anamshuhudia yule mama kuzungumza kwa habari ya kilichopo tumboni mwa Mariamu. Bwana asifiwe sana. Anasema umepata neema kuliko wanawake wote. Bwana asifiwe sana. Na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Hayo maneno ni yule mama alishukiwa na Roho Mtakatifu akashuhudia, akayasema. Sio kwamba yule Mariamu alifika akaanza kujielezea, unajua mama, wewe ni mama yangu, siwezi kukuficha. Hapa unaponiona ni mjamzito, lakini usishtuke mama, hii mimba sio ya Joseph mchumba wangu, hii mimba ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hakujielezea. Walivyokutana tu, Elizabeth akasikia ndani yake, Roho Mtakatifu akamjaa ndani yake. Haleluya. Alafu Roho Mtakatifu alivyojaa ndani yake, maandiko yanasema kitoto kilichokuwa tumboni mwake kikarusha mateke. Bwana asifiwe sana. Sasa usizani ilikuwa tu desturi, iko pale kwa maana maalum. Bwana asifiwe sana. Kale katoto kalikuwa kameshafikia umri wa kuanza kurusha mateke tumboni. Bwana asifiwe sana. Kuna umri ukiwa mjamzito, ukienda hospitalini unaanza kuulizwa, vipi mtoto anarusha mateke? Bado. Sema lakini ni majira yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kadri unapozidi kuona ile jambo litokea, unaanza kushtuka. Njoo tucheke x-ray, waanze kuangalia kwa nini katoto akarushi mateke tumboni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Elizabeth alikuwa kwenye umri ambapo kale katoto kalitakiwa kaanze kurusha. Sasa kamekaa kajarusha. Bwana asifiwe sana. Siku amekutana na Mariamu, Roho Mtakatifu ameshuka ndani yake, uponyaji ukaingia tumboni kwa kale katoto, kakahuishwa, kakarusha. Elizabeth akashtuka akasema, sio kawaida, sio kwamba kalikuwa kanafanya hivi mara kwa mara. Ndio watumishi wa Mungu, kalikuwa kanafanya mara kwa mara, asingeshtuka hata isingeandikwa. Bwana asifiwe sana. Lakini ilikuwa ndo siku ya kwanza. Anasema yani ujio wako umekuwa tofauti mno, maana hata katoto kaliko tumboni mwangu kameamka, kamerusha teke, kamepata uhai. Haleluya. Ulichokibeba sio cha kawaida. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani ya maisha yetu analeta uumbaji, anahuisha. Haleluya. Anafunua kile ambacho ulevi nafanya, kuharibu, kuvunja, kudestroy, kuharibu maisha ya mtu, kuondoa heshima, kuondoa uwajibikaji. Mtu akiwa ni mlevi anapoteza ufanisi, anapoteza utendaji kazi mzuri, vitu vinaharibika, kazi zinakufa, biashara zinakufa, watu wanapata hasara kwa sababu ya ulevi. Bwana asifiwe sana. Haishi tu kwenye ulevi wa pombe, nimewaambia vitu vingi vinalewesha. Ulevi wa mali, ulevi wa zinaa, ulevi wa kubeti, ulevi wa kubeti au kamari, ulevi wa sigara, yote ambayo yana madhara. Kazi yake ni uharibifu. Bwana asifiwe sana. Jamaa mmoja, rafiki yangu mmoja, alikuwa ni fundi mzuri wa kuchomelea. Alinitengenezea magrili nyumbani pale, madirisha. Alikuwa ni fundi mzuri sana, lakini alikuwa akipata hela kulewa, akipata hela kulewa. Bwana asifiwe sana. Baada ya muda naulizia, yule ndugu yuko wapi? Anasema yule bwana alishafariki, alilewa siku hiyo, bahati mbaya akadondokea kwenye mtalo, akapitiza hichi kichwa, damu zikavuja kwenye ubongo, kameisha. Kazi ya ulevi ni kuharibu. Bwana asifiwe sana. Sasa Paulo anasema tusilewe kwa ulevi, bali tujazwe yale ambayo ulevi unasababisha. Kinyume chake
Ndicho ambacho Roho Mtakatifu anafanya, analeta ujenzi ndani yetu, analeta ufanisi, analeta kuheshimiwa, analeta kuheshimika, anatupa thamani. Haleluya! Kwa hiyo kwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya maisha yetu, anatufunulia sasa kuweza kujua mapenzi ya Mungu. Tunapoimba tenzi, tunaposoma tenzi, anajifunua yeye mwenyewe, anatuwekea wazi. Haleluya! Hebu angalia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Haleluya! Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Bwana asifiwe. Tunakaribia kumaliza, watumishi wa Mungu. Haleluya! Na leo tunatumia muda mchache sana, tunakaribia kumaliza, watumishi wa Bwana. Haleluya! Lakini sikufundishi kuwa mvivu kukaa nyumbani mwa Bwana, maana unapokuwa mvivu kukaa nyumbani mwa Bwana, kuna mahala utakaa, hakuna sehemu utakuwa na neutral. Usipo nyumba yako usipomweka Mungu, watakuja popo. Haleluya! Ndio maana ukijenga nyumba inabidi uhamie. Ukishahamia utaweka makochi, utakaa. Kama utaki wewe jenga tu liache, watakuja buibui, watakuja popo. Kwa nini? Haiwezi kuwa empty tu. Wanasiwe sana. Haleluya! Utashangaa unakuta mchanga, ndio mchanga uliingilia wapi? Madirisha yamefungwa, lakini mbona kuna buibui? Mbona kuna wadudu? Kimesababishwa na nini? Haleluya! Kwa lazima nyumba yako iwe na mtu ndani yake. Nimesema Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote katika mafumbo ya Mungu. Huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 16. Haleluya! Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Haleluya! Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Haleluya! Mimi siwezi kujua mambo yako, siwezi kujua unawaza nini, siwezi kujua unapenda nini. Naweza nikakwambia, unajua mimi napenda samaki, ni kwa sababu umeniona labda na samaki, au umeona huyu mtu anaweza kunipa samaki. Bwana asifiwe sana. Lakini ndani yako una uhalisia, unajua kwamba huyu mtu hata akinipa samaki sitakula, na hata nikila tu basi tu. Bwana asifiwe sana. Roho yako inajua, na roho yako inakushuhudia wazi jinsi ulivyo. Haleluya! Kwa anasema ni nani anaweza kujua kumjua mwanadamu au na mambo yake ila roho iliyo ndani yake? Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila Roho wa Mungu. Haleluya! Haleluya! Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba sisi tulivyoamini, tulivyookoka, hatukupewa roho ya dunia, bali Roho wa Mungu, ili tupate kuyajua aliyotukirimia Mungu. Bwana asifiwe. Ili ujue mapenzi ya Mungu, ili ujue shauku ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu anapenda nini? Mungu anatamani ufike hatua gani? Mungu anatamani uwe mtu wa aina gani? Mungu anatamani uzungumzeje? Mungu anatamani ufanyeje? Ili ujue yote hayo, ujue Mungu amekusudia nini kwenye maisha yako, lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya! Lazima ujazwe Roho Mtakatifu, maana utendaji kazi wa Mungu umejengwa katika siri. Ndio maana dunia haiwezi kututambua, kwa kuwa haikumtambua yeye. Yaani ili umjue Mungu, siri ya kwanza ni lazima Mungu ajifunue kwako, ajiweke wazi kwako, umtambue, ujue fahamu wake, ujue mawazo yake, ujue tumaini lilivyo jinsi kwake lilivyo. Wanasifiwe sana. Kwenye Waefeso ngapi tukisoma, anasema mjue jinsi alivyo na tumaini lilivyo kwake. Wanasifiwe sana. Na uweza, yaani tujue nguvu gani ilitumika kumfufua Kristo.
Ukishajua hayo yote, kufahamu ahadi za Mungu kwenye maisha yako ni rahisi sana. Kujua kwamba katika changamoto ninayopitia Mungu amekusudia 1, 2, 3. Haleluya. Haitokei ni mpaka umejaza Roho Mtakatifu. Na ndio maana tumeamua kutoka kwenye dini tunakuja kwenye makanisa ya Kipentekoste. Kwa nini? Tunatambua ya kwamba Roho Mtakatifu ndio msingi wa wokovu wetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima tujazwe Roho Mtakatifu, lazima atawale maisha yetu. Roho Mtakatifu sio wakati wa kuhubiri. Haleluya. Usiseme sasa nataka kwenda kuhubiri, namuomba Roho wa Mungu ajae ndani yangu aniongoze. Haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaweka makao hadi na kuondoka. Hashuki tu juu yetu, halafu tukimaliza kutabiri kama alivyoenda kwa Sauli, anaondoka zake. Ilishapitwa na wakati. Akasema hapana, siwezi kuwa tunakuja na wahudumia halafu naondoka. Hapana. Anakuja, anaishi ndani yetu, anajifunua ndani yetu, anajiweka wazi ndani yetu, anatuwekea wazi yale yote ambayo ni siri za Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Na 3, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Haleluya. Muona raha ya Roho Mtakatifu sasa. Kwa unaposoma tenzi za rohoni, unapoimba, zinaitwa tenzi za rohoni, zina maneno ya rohoni. Hauwezi kutafasiri maneno ya rohoni kwa hekima ya kibinadamu. Hauwezi kutafasiri mambo ya rohoni au maneno ya rohoni au maneno ya tenzi za rohoni kwa mafundisho ya kibinadamu, kwa elimu ya darasani ya kibinadamu. Haleluya. Anasema bali tunafundishwa na Roho. Anatufundisha kitu gani? Kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Haleluya. Yesu nipendaye, kwako nakimbilia, ni jambo la kiroho. Ina maana gani? Haleluya. Tuende darasani kufundishwa kwamba hii Yesu nipendaye, unajua hii unatakiwa uimbe na kia juu, hii unatakiwa uimbe na kia chini, hii unatakiwa biti inavyoanza ndio uanze nayo. Haleluya. Lakini lazima atupe tafasiri, aifasiri ile Yesu nipendaye, kwako nakimbilia ina maana gani? Ina maana gani kwenye maisha yangu? Napita kwenye changamoto, inatafasiri nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huwezi kutumia akili au hekima ya kibinadamu kufasiri mambo ya rohoni. Bwana asifiwe sana. Au kutafsiri mambo ya kiroho. Lazima uhakikishe ya kwamba una Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Na kwa kuwa tuko kwenye kipindi cha maombi, naamini, lakini pia ninamshauri mchungaji ahakikishe kuna muda wa kuomba jazo Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na kujaza Roho Mtakatifu sio tu kitendo cha siku moja. Haleluya. Ni jambo endelevu, ni kama kuzama. Haleluya. Akisema mjazwe Roho Mtakatifu, mjazwe maana yake ni mnajazwa katika kipimo cha kuongezeka zaidi na zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Haleluya. Okay. Bwana asifiwe. Amen. Tunamalizia. Anasema mstari wa 14. Bwana asifiwe sana. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Haleluya. Muona sasa, mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukakawa tunaangaishana hapa, tunaambizana, ndugu zangu, acheni dhambi, fanyeni hivi. Sababu kubwa ni nini? Kwenye mioyo hakuna neno, kwenye mioyo hakuna makao. Mungu hajakaa pale na Roho Mtakatifu hayupo. Kwa hiyo mtu yuko katika tabia ya asili, mtu yuko katika tabia ya kimwili.
Kwa hiyo mnapomwambia mambo ya kiroho haelewi, mnapomwambia tenzi inatufundisha 1 2 3 haelewi. Haleluya! Mtakutana na mtu atakwambia haiwezekani, hili jambo haliwezekani, tenzi sio Biblia, huyu mtumishi na mafundisho ya uongo haya. Watu wameishiwa maneno ya Mungu, wanaanza kujifundisha tenzi, ni mafundisho ya uongo. Kwa nini? Yule mtu tabia ya asili. Haleluya! Somo moja nimelifundisha Kibaha, linasema jinsi ya kugusa vazi la Kristo kupitia mfumo wako wa maisha. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja akanipata akaniambia, mtumishi, msiandike tu title kwa ajili ya kuvutia watu, haina tofauti na mafuta ya upako au maji au chumvi. Unawezaje kugusa vazi la Kristo? Unawezaje? Nikasema jaji, watu wamekuwa ni watabia ya mwili. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu haiko kiroho kabisa, kwa kuwa anajua yule mwanamke alienda kumgusa Yesu vazi, anajua labda na sisi tunatafuta vazi tunaliweka madhabahuni hapa, kwamba ili uguse vazi la Kristo inamaanisha unatakiwa uje uguse nguo yake. Watumishi wa Mungu, mambo ya kiroho huwezi kuyatafsiri kimwili na huwezi kuyaelewa ukiwa na tabia ya kimwili. Haleluya! Lakini nakupasa uwe mtu wa rohoni, uwe mtu wa kiroho, uweze kuelewa tenzi za rohoni. Kama hutaki, badilisha ile jina, ita tu tenzi za mwilini. Haleluya! Kama hutaki kuimba tenzi kimwili, lazima ujazwe Roho Mtakatifu, lazima upate nguvu au uwezo wa kutafsiri kiroho, wa kuyafasiri mambo kiroho. Kwako nakimbilia maana yake nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya! Ni wapo muhitaji, si ndio hivyo tumeita, tunaimba hivyo, yeye unijaza yote napata kwako. Haleluya! Hatujifariji, lakini ndivyo ilivyo, ni halisia, ni neno la Mungu kamili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huwezi kuyaelewa mambo ya kiroho ikiwa utaendelea kuwa na tabia za mwilini, na kwa sababu hiyo anasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani anayefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Haleluya, haleluya! Tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, tunao uwezo ndani yetu wa kutuwezesha kumjua Mungu, kujua siri za Mungu, kuyafahamu maneno ya Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Na nitaomba nitaishia hapo kwa sababu ya muda, lakini pia kwa sababu ya ratiba zilizopo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimewaambia kwamba somo hili ni refu na Mungu amenipa nafasi, talifundisha kwenye semina huko Geita. Kwa hiyo wewe kama utaweza kupata nafasi ya kuangalia kwenye YouTube, Mungu atakubariki sana. Haleluya. Unajua ni rahisi sana, yaani kitendo cha wewe kutumia nauli labda ya kutoka hapa, labda mfano ningekwambia twende Geita, labda nauli labda ni shilingi labda 90, si ndio watumishi wa Mungu? Sasa ile 90 chukua tu 3,000, nunua bando, nenda YouTube pale, download lile somo. Bwana asifiwe sana. Kuna sehemu pale panaandika download, nimekuweza download tunajidownload, tunakaa pale. Ukiwa hauna bando unaweza ukafungua ukaangalia ukajifunza. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo haya ndiyo mambo mawili ya msingi ya kuzingatia ili uweze kuweza kutafasiri. Bwana asifiwe. Kutafasiri mambo kiroho, kuyatafasiri kiroho, mambo ya rohoni. Hakikisha neno la Kristo linakaa kwa wingi ndani yako. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukasimama hapo ulipo. Unaweza ukasimama hapo ulipo ili tupate nafasi ya kuomba. Bwana asifiwe. Tupate nafasi ya kuomba. Roho Mtakatifu na Yesu Kristo wakae ndani yetu, watawale maisha yetu. Haleluya, amen, amen.